anarudisha. Nini kinachotokea? Kinachotokea maana yake ni kwamba Yesu alitoa roho yake ili sisi tuishi milele katika roho. Kumbuka ile siku zote Yesu alitoa roho yake ili sisi roho zetu ziishi milele pamoja naye. Na Yesu alitoa nafsi yake ili sisi tuishi maisha ya ushindi hapa duniani, na akatoa mwili wake ukapigwa ili sisi tuweze kupona katika miili yetu. Kwa hiyo nafsi ndio wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Ndio kwenye kuamua, utashi uko hapo, hisia ziko hapo. Kwa hiyo maana kunaposema nafsi ni kama injini ya gari inayosababisha hiyo gari iweze kufanya kazi. Kwa sababu ukiondoa injini kwenye gari, sio gari tena. Kwa hiyo tunaona sasa nafsi ya mwanadamu ndio kama injini inayomwezesha huyu mwanadamu sasa atawale. Unaona, aishi maisha ya ushindi hapa duniani. Nafsi inaweza ikatekwa ikawa kifungoni. Haleluya. Maana yake uwe na uhakika kwamba nafsi yako ikitekwa, hutaweza kuamua maamuzi yanayotoka mbinguni, yanayomfanania Kristo. Hutaweza kuamua maamuzi sahihi. Nafsi ikitekwa, akili zako zinatiwa giza. Unakuwa hujitambui, unajiendaendea, utashi wako unakamatwa, unakuwa chini ya udhibiti wa ufalme wa giza. Nafsi yako ikitekwa, nafsi yako ikitekwa, huwezi kuwa na furaha, huwezi kuwa na amani. Badala ya kuwa na upendo, unakuwa na chuki. Unaona, maana ndio kwenye hisia hapo. Nafsi iliyotekwa na ufalme wa giza, utaijuaje? Haleluya. Utanielewa vizuri sana. Fuatana pamoja nami. Somo hili litakuinua, litakujenga sana na litakuponya. Haleluya. Unaona hapo? Ndio maana huwa tunasema mtu anapokuwa amekufa, unaposema fulani amekufa, kitu gani kilichotokea? Kitu gani kinakuwa kimetokea tunaposema fulani amekufa? Maana yake ni kwamba Zaburi 146 mstari wa 4. Zaburi 146 mstari wa 4. Biblia imesema pumzi yake inapomtoka anarudi katika udongo wake siku hiyo hiyo. Mipango